Watanzania amkeni. Watanganyika jamani amkeni. Watanganyika amkeni. Huu ndio wakati wa kutoka na kuingia barabarani. Naomba mnielewe, huu ndio wakati wa kutoka na kuingia barabarani. Usiku wa Alhamisi kuamkia Ijumaa ndio wakati wa kutoka na kuingia barabarani. Idi tukute barabarani. Nawaambia hivyo kwa sababu sasa hivi kila mtu ana msiba. Bodaboda wana msiba, wamachinga wana msiba. Sikilizeni niwaambie, wananchi, sikilizeni niwaambie. Hakuna muujiza wowote wa sisi kuokoka kwenye hili. Tutoke tuingie barabarani. Tuingie barabarani jamani. Usiku wa kuamkia Ijumaa. Idi itukute tukiwa tumeikomboa nchi. Ndugu zanguni, tukiendelea kuwachekea hawa, tukiendelea kumchekea huyu Samia, atatuumiza kuliko tunavyodhani. Sasa hivi ameshatuona sisi ni maboya. Mmemsikia anachokiongea kuhusu kodi. Hiyo kodi anayoiongea sio kodi. Ni anatafuta njia ya kumuumiza, kumkamua huyu Mtanzania. Pikipiki, watu wa bodaboda, mmepewa jina kubwa la uongo na nyewe mmelikubali, eti afisa msafirishaji. Afisa usafirishaji? Ni lini hiyo serikali iliwahi kukuthamini hata kusema milioni 5 hii hapa kachukue umetoka kutoka kwenye pikipiki kachukue bajaji? Ni lini? Hivyo vimikopo vyao mnavyopata vilaki 2 hivyo, mnakaa kikundi, mnateseka, mnatumia pesa nyingi, unatoa zaidi ya 700,000, mnaenda kuambulia milioni 2 kikundi kizima. Tutoke barabarani, tutoke jamani. Oho, shauri zenu. Kama mnahisi kuna mtu atatoka huko atakuja kuwasaidia kuikomboa hii nchi, kama ndio mnavyohisi, wa kuikomboa nchi ni mimi na wewe. Ndugu zangu, ni tutoke. Tutoke kesho. Hakuna haja ya kuanza kukaa tunapanga maandamano mwezi mzima. Tunapanga maandamano miezi 6. At the end of the day, hawa mbwa wanatuona sisi kama mapoyo, sisi kama wajinga. Jamani, tutoke. Tutoke. Usiku wa kuamkia Idi tutoke. Kesho ndugu zangu, ni kesho usiku wa kuamkia Idi. Sasa hivi tunafanya maandamano kama ambush. Tunaingia barabarani. Endelea tu kuogopa ndugu yangu. Watoto wako na watoto wao watakuja kuwa watumwa wa watoto wa hawa watawala hawa wanaotutesa leo. Shauri yenu. Tutoke barabarani. Maandamano makubwa nchi nzima. Kila mtu atoke. Lero ni lero, lero ni lero, ile siku ya kuikomboa taifa. Hey! Hamjambo wa Tanzania popote mahali mlipo. Imagine what? Mimi nimejaribu kuangalia hapa na pale kile kitu ambacho kinaendelea kwenye taifa la Tanzania. Mambo inachemka, mambo imeharibika, mpaka wale watawala ambao wamejifanya wao ndio wanajua chenye wanafanya katika taifa la Tanzania. Wametense, wameogopa, kama ni kuchinyea wamechinyea, yani hawaelewi wanaweza wakafanya nini. Imagine what? TFF na wanaharakati wengine wameweza kuandaa maandamano siku ya leo Alhamisi, tarehe ni ngapi? Tarehe 19 mwezi wa 3 mwaka huu wa 2026. Wamesema maandamano ianze leo usiku. Lakini guess what has happened? Jaribu kuimagine kile kitu ambacho kimefanyika. Ndio maana mimi nawaambianga kila siku, Tanzania bado hakuna haki, bado tunakaliwa. Shida ipo. Maana baada ya Mama Samia Suluhu Hassan kusikia tamko la TFF, wameweza kutamka na wakasema maandamano ianze. Maana Idi imeisha. Kesho Ijumaa kuna sherehe kubwa ya Idi. Kile ambacho jeshi la polisi wameweza kufanya kinaweza kukushangaza wewe. Ndio maana mimi ninawaambia siku zote Tanzania bado hakuna haki. Bado hakuna haki. Kukandamizwa ndiko kumejaa katika taifa la Tanzania. Watanzania hawana haki,
hawana freedom, na ndio maana siku zote wanaishi kulia. Tanganyika, ni nini kinafaa kufanyika? Ni nini kifanyike ili tuone kama Tanzania imepata wokovu? Tanzania imetoka kwenye lindi la giza ambalo ipo ndani. Maandamano yameitishwa. Maandamano yameitishwa. Na kama kuna ile siku ambayo itakuwa ni siku nzuri ya kufanya haya maandamano, ni leo. Vile wana TFF wameweza kusema, maana this is the time ambao kuna sherehe ambayo haifai kusimamishwa according to wanaharakati, na hiyo ndio wakati mzuri wa kuweza kumfahamia vizuri Mama Samia na wale vibaraka vyake. Lakini kile ambacho jeshi la polisi wamefanya ni kile kilichofanyika tarehe 9 mwaka uliopita. Kumbuka mwaka uliopita TFF, not yet even TFF haikuwa imeingia vizuri. Wanaharakati walikuwa wameandaa tarehe 9 vizuri sana. Tarehe 9 Disemba ilikuwa imeandaliwa vizuri sana, ikahubiriwa in and out of Tanzania. Lakini at the end, kile ambacho jeshi la polisi lilifanya kiliweza kulemaza shughuli zote zenye zilikuwa zimeandaliwa na wana TFF, yani na wana harakati. Na wana harakati na wana Tanzania, especially wana Tanganyika, wakaremaza shughuli zote nchi mzima. Hakuna kilichofanyika, hakuna mwenye alitoka nje, na Tanzania mzima ilikuwa kimya kama makaburini. Leo hii kuna sherehe ya Idi ambayo inafaa kufanyika kesho. Wanaharakati na wale ambao wanalitia haki ya Tanzania wameangalia vizuri, wamesema this is the time ambayo tunafaa kuitumia ili tuweze kuleta kile ambacho tunataka, ili angalau hii serikali patiri, serikali ya muuaji Mama Samia iweze kusikiliza mwananchi, kwa sababu itabidi Mama Samia amesikiliza. Maana niliwaambia tangu kitambo, hakuna vile Samia anaweza akapata amani ya uongozi. Hakuna venye Samia anaweza akapata amani akaendelea kukalia hicho kiti, akapata amani akaongoza nchi na wananchi ambao hawapendi wala kuwathamini kwa njia yoyote. Itakuwa ni vigumu. Niliwaambia itakuwa ni mbio, ni kukimbishana siku baada ya nyingine mpaka at the end. Itafika ile ya Waswahili wanasema mwenye nguvu mpishe. Na hapo ndio Tanzania inaelekea. Maana ukiangalia wananchi wamekasa na serikali imekasa. Sasa mahali nyororo itaenda kukatikia ndio kutakuwa kubaya. Jeshi la polisi wameweza kutoa tamko na wakaweza kukataza Waislamu, hakuna kufanya sherehe za vikundi ama mmekusanyika mahali. Imagine kile ambacho kina cost mpaka Waislamu pia wakuja kuumia njia hiyo. Maana sherehe zao kama kawaida ni lazima wakutane vikundi, wakule pamoja, waenjoy pamoja. Sasa hizo sherehe zitakuwa zimeharibika, kutakuwa kumeisha. Na kile kitu ambacho kilikuwa rahisi kwa Mama Samia, hawasikilize wananchi wanasema nini. Hajaribu kufanya haki ile ambayo wananchi wanataka, na mambo mengine yaendelee vizuri. Sherehe kama hizi siendelee vizuri. Sasa sherehe zitafanyika siku ya kesho, watu wakiwa katika hali ya hatihati. Hakuna mwenye atatoka aende kumwangalia mwingine. Hakuna ile kutangamana, hakutakuwa. Watu wasikutane hata msikitini. Swali, Mama Samia anafaa kufanya jambo, kwa sababu hata akisuia ya kesho isifanyike maandamano ya kesho, bado kuna sherehe zingine zinazokuja. Bado nchi iko na sherehe nyingi ama iko na shughuli nyingi
ambazo zitakuwa zinapitia changamoto za maandamano hapa na pale. Hakuna siku Mama Samia atapata amani. Mark my words, niliwaambia kitambo na mnaona venye kila siku kunaendelea kuwa hakuna amani, sio kwa wananchi peke yao, bali hata kwa huyo mama mwenyewe hana amani wala atulii. Kila siku ni mbio. Anyway, kutoka kwangu Amanya, kile ambacho ninawawishia wa Tanzania ni amani ya kipekee iweze kutawala kwenu, amani ambayo itakayoletwa na haki, na Mungu awabariki.